Kwa jina naitwa Ernest Matondo Masanja, mwenyekiti wa shirikisho la umoja wa machinga Tanzania yenye makao makuu yake jijini Dodoma. Wanahabari, tuna tamko leo hapa kwa ajili ya sintofahamu zinazojitokeza katika mitandao ya kijamii na mambo yote yanayotokea nchini. Uongozi wa shirikisho la umoja wa machinga Tanzania SHUMA tunalaani vitendo na vya uvunjifu wa amani katika nchi yetu vilivyojitokeza tarehe 29 hadi 31 mwezi wa 10 2025. Vitendo hivyo vilifanywa shughuli zetu za wafanyabiashara ndogo ndogo kusimama kwa muda wa wiki moja na kuporomoka kwa uchumi wetu na uchumi wa nchi nzima kwa ujumla, ikiwemo uharibifu miundombinu ya serikali na wafanyabiashara mbalimbali ambavyo ni vituo vya mafuta, maduka na watu binafsi. Ndugu wanahabari, aidha tunawashukuru viongozi wa serikali pamoja na kamati za usalama wilaya, mikoa yote ya Tanzania kwa kuimarisha ulinzi, usalama, raia na mali zao na kuhakikisha hali ya utulivu na amani inarejea kwa haraka. Tamko. Ndugu wanahabari, uongozi wa shirikisho la umoja wa machinga Tanzania tunaunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wakati akizungumza na wazee wa Dar es Salaam tarehe 2 mwezi wa 12 2025 akiwa jijini Dar es Salaam. Rais Samia alitoa hotuba nzuri yenye maelekeo kuletea amani na utulivu katika nchi yetu kwa ujumla. Hotuba hiyo ilisikilizwa na maelfu ya Watanzania walioko ndani ya nchi na nje ya nchi. Pia wananchi walipokea na kumpongeza kwa hotuba nzuri. Wanahabari, uongozi wa shirikisho la umoja wa machinga Tanzania tunawahasa na kutoa maelekezo kwa viongozi wa machinga mikoa yote Tanzania, machinga wote nchi nzima, kupuuza maneno yenye viashiria vya uvunjifu wa amani ya nchi yetu na kutojitokeza na maandamano yoyote yanayotajwa katika mitandao yanayotajwa katika tarehe 29 na watu walioko nje ya nchi na ndani ya nchi wenye mitandao ya kijamii. Machinga yote atakayehusika na vurugu hizo, sheria ichukue mkondo wake, ikiwa ni pamoja na kumnyang'anya eneo lake la biashara, hatafanya biashara yoyote kwenye mikoa yote hapa nchini. Kauli mbiu ya machinga ni fursa sahihi ya kukuza uchumi wa nchi yetu, kufanya biashara ya kupatia kipato na kuimarisha uchumi wa familia yake na nchi kwa ujumla. Kwa jina naitwa Bilsam Boniface Fares, ni meneja wa soko kuu la Mwanza. Sisi wafanyabiashara wa soko kuu tunasema amani yetu ndiyo biashara zetu. Kwa hiyo nitoe wito kwa wafanyabiashara wote kuhakikisha kwamba wajihusishe na vitendo vyote ambavyo vinakiuka uvunjifu wa amani, lakini pia wahakikisha wanafanya biashara katika hali ya utulivu na amani ili kuweka ustawi wa biashara zao, uchumi wao na taifa kwa ujumla. Kwa majina naitwa Mohamed Dauda, ni mwenyekiti wa shirikisho la umoja wa machinga Tanzania mkoa wa Mwanza. Mimi kama mwenyekiti wa shirikisho la umoja wa machinga mkoa wa Mwanza, Oktoba 29 kilichotokea kwa wafanyabiashara si tendo la salama wala si tendo la kiungwana. Lakini mimi ninachoomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sisi kama Watanzania na kama wafanyabiashara ndogo ndogo tunajua hatukushiriki hayo maandamano, na sisi inatubreni na kutuumiza sana kitendo ambacho wanakifanya watu wanayekuja kuvuruga amani ya nchi yetu. Ni kitendo ambacho si kitendo kizuri. Tumeona sheli zimechomwa, tumeona miundombinu ya serikali ikichomwa moto. Kwa hiyo mimi nimetoa maelekezo wilaya zote na nimesema kwamba machinga yoyote hasitoke kwenda kuandamana, tuzidi kutunza amani ya nchi yetu. Ninachowaomba vijana, kwa sababu si vijana tu walishiriki vijana, watu wazima na wazee pia walikuwemo na wamama. Kwa hiyo ninawaomba sana waachane kabisa na hili swala la maandamano, kwa sababu
hata vijana ambao wanaojihusisha na mambo ya pombe wamejikatia tamaa, wanaamua kushirikishwa kuandamana waache, kwa sababu pia na wao wana ndoto. Hayupo aliyefanya maisha kupitia kwa kuletewa pesa za bure tu na serikali, isipokuwa kila mtu anapambana kwa nafasi yake, ikiwemo na serikali inamuunga mkono. Kwa hiyo mimi nilichokuwa na wahasa sana na kuwaomba waachane na mambo ya maandamano, na haijalishi tumepita vituo hadi vituo, baadhi ya vijana wazee tumewaeleza kuhusu mambo ya maandamano sio mazuri kwa nchi yetu. Ili nchi yetu iwe ya amani inahitaji utulivu, na kama mtu anaona kuna tatizo badala hii mitandao itumike kwa ajili ya kuchafua nchi, kuharibu nchi, ni bora itumike kwa hoja. Wamuombe mama pia ana uwezo wa kumsikiliza kila mtu.